apewe sifa tena kwenye muda mwingine tena. Kabla ya yote nitoe shukrani zangu za dhati kwa wale ambao wamekuwa supporter kubwa katika kipindi hiki. Nitoe shukrani za dhati wale wanaotazama kupitia chaneli ya Promova TV na wale ambao wamekuwa wakifuatilia chaneli yangu ya HVT channel Matajiri. Pia usiache kushare, usiache kulike katika hiyo chaneli. Pia kwa wale ambao wenye uhitaji binafsi, basi waweza pia kunitafuta. Wanao wenye shida mbalimbali unaweza kanitafuta. Ninapatikana kwenye mitandao ya kijamii pia. Ukitafuta Mtume na Nabii Matajiri au Prophet Apostle and Prophet Matajiri, ni rahisi sana kunipata. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nataka cha kwanza nitoe shukrani kwa wale ambao wamekuwa wakidhamini chaneli yetu hii, wamekuwa wakisupport huduma. Nitoe shukrani ya dhati kwa kusema kwamba asante kwa ajili ya Mungu kukuwezesha na hata kwa ajili ya kusimama kwenye nafasi yako, kwa sababu kutoa ni moyo, sio tajiri. Unapochangia kitu kwa ajili ya kueneza kitu, hasa katika masomo kama haya, hasa siku ya leo ninakuletea siri nzito ambayo kama hii, watu wengi wakifunguka, watu wengi wakielewa na maelfu yakipona, maana yake na wewe utakuvishwa taji la kusababisha watu wale na maelfu kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Leo nakuja kukufafanulia siri kubwa ambayo imeandaliwa na Freemason wakiwa wamekaa kikao chao kule kuzimu katika mwaka 2018. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo siri iliyoandaliwa toka mwaka 2018, siri ya Freemason. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo siri ya Freemason ambayo ilikaa toka mwaka 2018, wakakaa chini wakapanga waje na mbinu gani ndani ya miaka hii inayoelekea. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa unatamani kujua kitu gani ambacho kinaendelea mahali yako, basi usikae mbali na chaneli yako na usiache kufuatilia vipindi vyote, kila somo ambalo tutakuwa tunakuletea, kwa sababu ili somo ni refu sana. Nadhani muda si mrefu, wiki iliyopita nimetoka kufundisha kwa habari ya kutoesha siku 3 za giza, kutoesha roho zinazotembea ndani ya prophecy, maana yake roho zinazoambatana na unabii kupitia vinywa vya manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa leo ninazungumza na watu wenye akili, watu ambao wapo timamu. Bwana Yesu apewe sifa. Sema timamu. Kwa hiyo leo nazungumza na watu ambao akili zao ziko timamu. Kwa hiyo ukiona kabisa kwamba akili yangu mimi imekaa nyuma au imekaa kushoto, kwa hiyo naomba kabisa unaweza ukatoka kwenye mtandao, usiangalie kama historia. Ila yule ambaye mwenye tamanio la kusonga mbele na kufanikiwa katika zama hizi, katika dunia hii, basi naomba ukae makini usikilize. Kama una daftari unaweza ukaandika, kama unaweza ukawa na kitu chochote cha kukopi pia unaweza ukaandika, kwa sababu mambo haya ni mazito ambayo karibia dunia nzima imefungwa, dunia nzima imepigwa pofu, mpaka makanisa yamefungwa. Kwa leo nakuletea somo ambalo linasema nakuletea kitu ambacho kinasema kwamba tambua mbinu ambazo shetani na majeshi yake kule kuzimu wamepanga juu ya kanisa, au kwa lugha fasaha, mabadiliko ya kuzimu juu ya kuangamiza kanisa la Bwana, juu ya kupoteza watu wa Mungu. Kwa hiyo je, unataka kujua kitu gani ambacho kimeandaliwa? Unataka kujua kitu gani ambacho kimeandaliwa juu ya kanisa la Bwana? Kanisa ni nani? Kanisa sio jengo, kanisa sio nyumba, kanisa sio gorofa wala banda la mabati, sio kanisa ambalo la mabati, sio kanisa labda la mabati, kanisa la miti, kanisa la matofali, kanisa la nini, kanisa la nini. Kwa sababu ukiangalia kwenye kuangalia kanisa zuri, ingekuwa kama ni kuwa na nguvu ya Mungu, ni makanisa mazuri. Kuna watu wa makanisa mazuri hapa duniani lakini hawana nguvu ya Mungu, na wengine ndio mapepo, wengine ni Freemason. Kwa hiyo mwingine anapoona wengine wakina sisi makanisa yetu hapa ya kawaida, mtu anasalau anaona kwamba yeye ndio mwenye kanisa, lakini kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Kanisa ni wewe, yani ndani ya moyo wako ndio kanisa, na wewe mwenyewe ndio mshirika. Mchungaji wako ni Yesu Kristo, ambaye ukimkaribisha huko ndani ndo anakuhubiria wewe. Maana wewe ni mshirika, moyo wako ni kanisa, na wewe mwenyewe ndio mshirika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mimi na wewe ni washirika, mioyo yetu ndio kanisa. Kwa hiyo mchungaji wetu ni Yesu. Hebu tumsikilize leo huyo mchungaji wetu Yesu anataka kutupa vitu gani siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Basi natamani sasa hivi twende tukajifunze vitu vichache. Haleluya. Nataka leo nitoe siri ambayo watu wengi wamefungwa ufahamu, watu wengi hawajui.
Nataka nifumue masiri kwa sababu ninajua, ninafahamu vizuri ma-Illuminati, nafahamu vizuri ma-Freemason, nafahamu vizuri mizimu, nafahamu vizuri matambiko, kwa sababu hayo yote nimeyaona na nimeyaishi kwa macho, na nilikuwa huko na nimetoka huko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninaongea na kitu ambacho nina experience nayo. Ninaongea kitu ambacho nina uzoefu nacho, na nimeishi hayo maisha na nimewaona, na ninajua kila kitu wanachokifanya A to Z, na Mungu amenijalia kujua mipango yao moja mpaka Z wanachokifanya. Kwa sababu Bwana amenipa kutambua siri za hao vitu wanavyofanya, kwa sababu Mungu alinipeleka kule na alinitoa ili nijue na kutambua siri zao. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa leo nataka nikufundishe kwa ufupi. Kwa nini ma-Illuminati, mapepo, majini, mizimu, roho zote za mashetani imekaa kikao mwaka 2018? Lakini kabla ya hapo walishakaa kikao miaka iliyopita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa walikaa kikao kabla ya miaka 20 iliyopita. Yaani miaka 21 kabla ya leo walishakaa kikao. Tuseme mwaka 2000 walishakaa kikao. Ma-Freemason, mapepo, majini walikaa kikao mwaka 2000 uliopita kwa habari ya kuangamiza dunia. Haleluya. Kwa habari ya kutesa dunia. Sasa wanaitesaje? Wanafanyaje? Kwa hiyo ninaomba akili yako. Ndio maana nikasema hapa leo tuna mahesabu, sema mahesabu. Kwa hiyo tunaenda kukalkulate vitu fulani ambavyo vitasababisha ufahamu wako ufunguke. Ndio maana nimesema kama umezoea kukaa chini kusikiliza shuhuda, tumeshatoa shuhuda zetu, tumeshatoa testimony zetu, lakini leo na kutufunulia sijaja na shuhuda, sijaja na historia, nimekuja na kitu cha ukweli ambacho tunaishi, na tusipozubaa tutayaishi. Tukizubaa tutayaishi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Basi leo nataka nikufunulie kitu fulani. Kwa nini shetani na majeshi yake wamepanga mipango juu ya kupoteza kanisa? Labda nianze kwa mfumo huu. Shetani na majeshi yake walikaa kikao miaka 20 iliyopita. Miaka 20 iliyopita. Maana huu mwaka 2021, maana yake bado hujaishi. Miaka 20 iliyopita walikaa kikao na majeshi yake juu ya kurudisha dunia katika miaka ya utumwa. Kwa sababu roho ambayo iliyowachukua wana wa Israeli kuingiza katika utumwa haikuwa roho ya Mungu, bali ilikuwa ni roho ya kipepo. Lakini nyuma ya hapo ilikuwa Mungu aliweka sahihi, na Mungu alirizia wana wa Israeli waende utumwani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu alirizia. Mungu unapoona analizia, anakuwa na sababu. Cha kwanza, anakutengenezea ushuhuda. Cha pili, Mungu anakuwa anaangalia namna gani atajitwalia utukufu kupitia hiyo changamoto ambayo yeye ameiruhusu, na shetani anaona ameshinda. Lakini Mungu anaangalia namna gani ambapo yeye atatukuzwa milele, kwa sababu shetani atashinda kwa muda, lakini Mungu yeye atashinda milele. Bwana Yesu apewe sifa. Naongea na mtu mmoja ambaye sasa hivi shetani amemuingiza katika hali fulani ya utumwa kwa muda, lakini Mungu yeye anaangalia namna gani ambavyo atakutoa katika huo utumwa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Kama unanielewa, hebu sema amina kubwa. Na kama una comment amina kubwa, sema amen katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka nizungumze na kitu kimoja leo ambapo nataka watu wanielewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka nizungumze kitu kimoja ambacho nataka nikuletee leo kizuri kabisa. Sasa hebu tutoke huko turudi hapa. Kama nilivyokuambia, miaka 2000 iliyopita, miaka 20 iliyopita, mashetani walikaa kikao juu ya kurudisha dunia tena katika miaka ile 400 ya utumwa. Hello. Kwa hiki kitu ambacho ninachokuambia, niliwahi shuhudia marudio ya kikao nikiwa katika hiyo taasisi ya ma-Freemason na ma-Illuminati. Kwa hiyo kikao niliwahi kukisikia kwa mara nyingine, kwa sababu kila mwaka wamekuwa wakikaa na kuangalia namna gani watarudisha hiyo miaka 400 ya utumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana nataka nikwambie wewe ambaye unaisubiri uone kwamba siku za unyakuo zinakaribia utanyakuliwa, ndugu yangu, utakufa na watoto wako watakufa na wajukuu watakufa na vitukuu vitakufa na vielebe vitakufa, ndipo dunia itanyakuliwa. Je, utakapoenda kupumzika ulitengeneza? Utakapoenda kupumzika, je, ulikaa vizuri na Mungu? Uliweka mambo sawa na Mungu? Sasa leo naomba akili yako iwe maturity ili unielewe. Akili yako leo nataka imachue ili uwe na ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tutaelewana hivyo, hata kama lugha inaingiliana hivyo tutaelewana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja. Miaka 21 iliyopita mashetani na mapepo walikaa kikao. Na hicho kikao huwa kinapenda kukaliwa mwisho wa mwaka. Sema mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kila kikao kilikaliwa mwisho wa mwaka. Maana yake mwaka 2000
ilipofika mwaka 1999 mwezi wa 12, mwaka 1999 mwezi wa 12, kikao kilikaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kikao kilikaliwa. Kwa nini? Hicho kikao kilikaliwa kwa ajili ya kurudisha dunia katika miaka 400 ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo miaka ya utumwa walitamani kuirudisha kabla hawajaleta ugonjwa wa HIV. Kwa ugonjwa wa HIV walileta kama test ya kuona, je, tuna uwezo wa kuikamata dunia? Tuna uwezo wa kuirudisha dunia katika miaka ya utumwa? Kwa hiyo walileta ugonjwa wa HIV ili kuangalia, je, tunawezaje kurudisha miaka 400 ya utumwa? Lakini baadaye walivyouleta wakagundua kwamba bado ugonjwa huu haujafikia viwango kama tunavyotamani dunia iingie katika miaka 400 ya utumwa. Wengi watajua kwamba miaka 400 ya utumwa labda ni kubebwa mahali pamoja na kwenda kufungiwa mahali pengine, kutumika labda kulima miogo ya wachawi, kulima miogo ya washirikina kule, labda kulima miwa ya wachawi, labda kulima viazi vya wachawi, labda kumwagilia mboga za wachawi. Sio hiyo ninayozungumzia. Ninayozungumzia mimi ni miaka 400 ya utumwa ambayo unaishi unafanya mambo yako, lakini unakuwa katika hali ya utumwa. Mtumwa siku zote hana furaha. Mtumwa siku zote hana amani. Kwa hiyo lengo lao ni kutuharibia amani. Maana yake tuishi ndani ya miaka 400 ambayo isiyokuwa na amani, isiyokuwa na furaha. Miaka 400 yenye matatizo, miaka 400 yenye mateso, yenye manyanyaso, yenye magonjwa. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kuona ugonjwa wa HIV umeshindikana, wakakachi wakafikiria namna gani sasa tunaiangamiza dunia. Kwa hiyo wakajaribu kufikaa mwaka 1999 mnamo mwezi wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Mnamo mwezi wa 12 kabla ile sikukuu ya Christmas. Haleluya. Kabla ya sikukuu ya Christmas. Cha kwanza walichoangalia namna gani tunaanza kupoteza kanisa. Kwa hiyo kikao cha kuharibu kanisa kilikaliwa mwaka 1999 mwezi wa 12 kabla ya sikukuu ya Christmas. Haleluya. Kwa hiyo ninaomba leo watu wengi wawe na ufahamu. Ndio maana nataka kwanza uwe na ufahamu. Nina vitu vingi ambavyo nimekuambia usiache kukaa mbali na channel yako, iwe unanitazama kupitia Promova TV, uwe unanitazama kupitia channel yangu ya HVT channel Matajiri. Hebu kaa rohoni, kaa vizuri. Sasa nataka nikupe vitu. Haleluya. Kwa hiyo sasa shetani alibaki na majeshi yake baada ya kukaa na wakuu wa dunia, ambapo wanaongozwa na mtu mmoja mkubwa sana, mkuu wa dini hapa duniani, sitamtaja kwa jina lake, lakini huyo ndio aliyekuwa anatamani, aliyemuomba Lucifer, aliyemuomba shetani cheo cha kumiliki dunia, na shetani akamfanya kuwa mungu wakala wake kwa hapa duniani. Kwa hiyo walikaa chini na kufikiria namna gani wanarudisha dunia katika miaka ya utumwa. Kwa hiyo hiyo siku baada ya kukaa chini wakafikiria, wakasema sasa tufanyaje ili cha kwanza kuleta miaka ya utumwa. Halo. Kwa hiyo walichofikiria cha kwanza, wakaangalia namna gani cha kwanza tunapoteza kanisa. Tukisha lipoteza kanisa ni rahisi kurudisha dunia katika miaka ya utumwa. Haleluya. Kwa hiyo cha kwanza walichofanya katika mwaka ule 1999 mnamo ule mwezi wa 12, maana yake ilikuwa inakaribia ifike tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2000. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani na majeshi walichofanya kusema, cha kwanza tuharibu sikukuu ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Hiyo sikukuu ya kuzaliwa kwa Mwokozi hakuna mahali ilipoandikwa kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25. Hiyo tarehe 25 ukisoma Biblia ilikuwa ni siku ya wafungwa kuachiliwa huru. Halo. Leo nataka nizungumze, mimi mwenyewe sio kwamba sisherekea siku ya Christmas, nasherekea siku ya Christmas. Lakini sio kwamba tarehe 25 ndio Yesu alizaliwa. Hapana. Bali tumeiweka special kwa ajili ya kumfanya happy birthday ya Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo hii nataka nizungumze kitu kimoja. Baada ya kuangalia namna gani tunaharibu kanisa, walichofanya wakakaa chini na taasisi yao, wakasema cha kwanza tuue nguvu ya Christmas. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2000 walianza kupandikiza ndani ya sikukuu ya Christmas. Wakatengeneza, wakasema tufanyaje? Kuzimu ikakaa ikajadili, wakamtoa mtu mmoja ambaye atakaye kuja kukava nafasi ya Kristo, ambaye atakaye kuja kuadhibu jina la Yesu Kristo. Na ambapo akasema tunataka ndani ya miaka 25, maana yake 2025, tuharibu kabisa nguvu ya Kristo. Maana yake watu wasisherekee kuzaliwa kwa Kristo, wasizaliwe upya mara ya pili, bali waje wamsherekee shetani.
Wasa wanamsherekeaje shetani? Bwana Yesu apewe sifa. Natamani akili yako itulie kama unatembea, tafuta mahali pa kukaa ili unielewe vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Na usikose somo hili kwa sababu kuna vitu vizuri ambavyo vitafunua mpaka maisha yako. Na mwisho wa kipindi hiki nitakuja live kwa ajili ya kuzungumza na mmoja kupitia mtandao wako. Utanipigia simu, nitaongea na mmoja kwenye mtandao. Kila mmoja atanieleza changamoto, ataniuliza maswali na nitakujibu hayo maswali. Nataka ufahamu. Nataka uelewe, ufahamu wako panuke. Kwa sasa walichoangalia tutafanyaje? Wakatoa mtu mmoja ambaye alikuwa katika nchi fulani ambapo wakatoa kule kuzimu kuna dunia nyingine. Na katika hiyo dunia nako pia, katika dunia kuna nchi mbalimbali. Yaani duniani tunapoona huku duniani kuna nchi mbalimbali. Pia katika ulimwengu wa chini, ulimwengu ule wa giza, nako pia kuna dunia. Na hiyo dunia imegawanyika katika bahari. Chini ya bahari kuna dunia nyingine, kuna Tanzania, kuna Kenya, kuna Uganda, kuna Malawi, kuna Marekani, kuna vitu vingine. Kwa hiyo sasa walichofanya, wakamtoa mtu ambaye atakaa nafasi ya Yesu, ambaye atakaye kubadili kabisa nguvu ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nadhani kuna mtu mmoja ananielewa hapa. Kwa hiyo walichofanya, wakamtoa mtu mmoja ambaye wakamuita kwa jina la Father Christmas. Maana yake huyo ndio baba wa Christmas, ambaye baba atakaye kuja kuiangamiza Christmas. Halo. Kwa hiyo wakamtoa huyo mtu ambaye anaitwa Father Christmas. Zamani watu tulikuwa tunatafuta maua, tunapamba sanamu vya vinyama vya mama Bikira Maria na mtoto Yesu amepakatwa, tunaweka kwenye sebule zetu, na makanisa wengine watu tulikuwa kwenye madhehebu huko, tulikuwa tunatumika huko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunapambana kuhangaika namna ya kutengeneza location. Lakini leo watu hawapambani namna ya kupamba picha za labda, hata kama Yesu hatumjui picha yake, kupamba picha ya Yesu kufanya hivi na hivi. Watu leo hawapambi mambo kama hayo. Hawaandika majina ya Yesu. Ukikuta kuanzia mlangoni Father Christmas. Ukikuta sebuleni Father Christmas. Ukiingia chumbani Father Christmas. Ukiingia jikoni Father Christmas. Mpaka chooni Father Christmas. Hallelujah. Kwa hiyo Father Christmas aliangaliwa mwaka 2000, aliletwa kwa ajili ya kuharibu jina au nguvu ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiangalia sikukuu ya kuzaliwa kwa Mwokozi ni sikukuu kubwa sana, ambayo walianza kuipunguza nguvu. Kwa hiyo leo tunazungumza na wewe, Krismasi ya leo sio kama mwanzo. Watu leo wamekuwa hawatamani kwenda kuangalia Yesu alizaliwa wapi, Yesu alifufukia wapi. Wanatamani kwenda kuonana na Father Christmas. Father Christmas anapokuja mahali, nchi inatetemeka, watu wananyenyekea. Tambueni jamani, huyo ni mungu wa dunia. Shetani wakati kikao kinakaliwa alisema nitaishi ndani ya huyo Father Christmas. Watu wataniabudu ndani ya huyo Bwana Christmas. Kwa hiyo Father Christmas ana maturity, ana ufahamu, ana macho ya shetani. Ana muonekano wa shetani. Akitua katika nchi inatetemeka. Akifika mahali analipiwa nauli, anapewa private jet, kwa sababu ndani ya Father Christmas kuna the devil. Halo. Natamani shetani leo akuelewe. Naomba miandalie maji ya kunywa, kwa sababu leo shetani lazima nivue nguo zake, kwa sababu amevua nguo za watumishi wa Mungu, na shetani amejipanga kuharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka nikuletee kitu kingine. Baada ya shetani kuharibu nguvu baada ya kuharibu nguvu ya Christmas, nguvu ya kuzaliwa kwa Mwokozi, kwa hiyo walichofanya wakasema sasa tufanyaje? Wakaanza kueneza jina la Father Christmas kila mahali. Ukiangalia karibia nchi nyingi sasa hivi zinamwadhimisha Father Christmas kuliko watu wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuliko Kristo watu wanamwadhimisha Father Christmas. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ninaomba akili yako iwe na ufahamu, akili yako itambue, akili yako ifahamu kitu kimoja, kwamba leo nataka nije nikufunulie vitu vya ndani sana. Sasa baada ya kumleta huyo Father Christmas, ndio maana unakuta leo hii sikukuu ya Christmas haina nguvu. Sikukuu ya Christmas haina ile shamla kama zamani. Sasa baada ya mwaka 2000 wakakaa chini wakafikiria kwamba tufanyaje. Wakafikiria tunafanyaje sasa ili kuendelea kurudisha hiyo miaka ya utumwa. Wakaanza kupunguza nguvu katika kanisa. Kwa wakaenda mnamo mwaka 2018 wakakaa chini wakasema sasa
tumefanikiwa kuharibu kuzaliwa kwa Mwokozi. Maana yake ukiharibu nguvu ya kuzaliwa kwa Mwokozi, watu kutambua namna ya Yesu alivyozaliwa, maana yake umeharibu kutambua namna umeharibu fahamu za watu kutambua namna au faida ya Yesu duniani. Watu leo wamekuwa wanatambua faida ya kufa kwa Yesu, ila hawajatambua faida ya kuzaliwa kwa Yesu. Tambua Yesu wakati anazaliwa, alipozaliwa tu alijua kabisa kwamba mimi nazaliwa ili nife. Wewe umezaliwa unajua kwamba mimi nimezaliwa nitaishi miaka mingi, lakini Yesu alizaliwa duniani alijua kwamba mimi nazaliwa ili nife. Je, wewe hapo ulipo umezaliwa ili ufanye nini? Hello. Mimi na wewe tumezaliwa ili tufanye nini? Kwa hiyo mimi nimezaliwa ili niongee ukweli kama wewe ninavyokuambia. Kwa hiyo wewe umezaliwa ili usikilize ukweli na wewe ueneze ukweli. Kwa ukiona mtu anapinga au ana comment matusi katika haya, yeye cha kwanza ni moja kwa moja ni mmoja wapo wa Illuminati, mmoja wapo wa Mafilimazo, ni mmoja wapo wa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnamo mwaka 2018 walikaa kikao. Bwana Yesu asifiwe. Walikaa kikao. Na hicho kikao kilikaliwa katika mkoa fulani ambao kwa hapa Tanzania kanda ya Ziwa. Walikalia hicho kikao. Wakasema sasa tunafanyaje? Ni saa ya kuruhusu dunia irudi katika miaka ya utumwa. Wakati huo walishatengeneza ugonjwa unaoitwa COVID-19. Hello. COVID-19 ilitengenezwa mwaka 2010. COVID-19 ilitengenezwa mwaka 2010. Mwaka 2011 tayari kuna manabii Mungu alishaanza kusema nao kwamba kuna ugonjwa utakuja duniani, kuna shida itakuja duniani. Lakini kwa upofu wa manabii wakanyamaza kimya, wakatabiri tu, wakakaa wakanyamaza kimya kwamba kuna magonjwa yanakuja. Wao wakajua labda bonde la ufa, bonde la ng'ombe, bonde la mbuzi, si bonde la nini, wanajua wenyewe. Lakini nachotaka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba leo 2018 baada ya kukaa hicho kikao, wakafikiria sasa tunafanyaje? Huo ugonjwa ni ugonjwa ambao wakasema ugonjwa cha kwanza utatesa mapafu. Maana yake kama ule ugonjwa ambao ulikuwa unakuja na mafua ya ndege, ule ugonjwa wa mafua ya ndege walijaribu kufananisha, walijaribu kwa ugonjwa wa mafua ya ndege lakini wakashindwa. Wakasema tufanyaje? Ndio wakagundua ugonjwa wa COVID-19. Sasa kama unaweza kugundua jina la COVID, unashindwaje kujua dawa ya COVID? Kwa hiyo chofanya wakapiga upofu watu, wakajua ni COVID-19. Hivi unaelewa COVID-19 na maana gani? Kule ugonjwa wakakaa baada ya 2018, wakasema sasa tunafanyaje? Wakasema sasa tuuachilie. Kwa hiyo nataka leo nifafanue, kama una daftari lako hapo ulipo, kama una daftari pembeni, nataka tuanze kuandika. COVID, andika COVID alafu D mbele, alafu andika 19. COVID, maana yake ni COVID, COVID. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni COVID-19. Lakini pale maana ya COVID, ukiangalia ile COVID, ukitoa V ile imesimama. Lakini nataka niwaambie ukweli wapendwa. Ukweli haupingiki. Anayenipinga nipinge, lakini I am prophet. Na nyuma ya prophet nimeingia kuzimu, nimeingia kwa Mafilimason, nafahamu siri za Mafilimason, nafahamu vikao vyao, nafahamu kila kitu kinachoendelea. Ila tunanyamaza kimya kwa sababu Bwana hajaturuhusu tuongee. Na ndio maana leo Mungu ameniruhusu naongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo COVID, maana yake pale ukitoa ile CO wanasimama kama kodi. Hello. Sasa leo nataka nitoe siri kubwa. Katika ile CO kodi COVID, maana yake mbele ya D pale kuna namba E ambayo hawajaiweka. Hello. Kwa hiyo kuna namba E ambayo hawajaiweka. COVID. Maana yake angeweka D watu wangekuwa ni wepesi. Maana yake pale ni kodi 19. Kodi 19 na maana gani? Kodi 19 maana yake ni namba ya siri ya kitu fulani.
Maana yake kodi 19 maana yake ni kodi maalum ya huo ugonjwa. Maana yake COVID-19 ina maana gani hapo? Nataka nikupe ufahamu mzuri ambao Bwana amesema nami. Sasa ndani ya COVID-19 wakakaa 2018 wakasema kwamba sasa huu ugonjwa tunauachiliaje? Kwa huu ugonjwa wakasema cha kwanza tuuachilie mwaka 2019. Lakini ugonjwa 2019 tutakapouachilia ni mwanzo wa kurudisha watu miaka 400 mingine ya utumwa. Lakini nyuma ya 19 kuna namba 4 ambayo ni namba 419. Maana yake miaka 400 ya utumwa itakayoanza mwaka 2019. Halo. Kwa hiyo pale ni mahesabu maalum yalitumika. Ukiangalia 4 miaka 400 wanaisha pesa. Miaka 400 gawanya kwa 2 maana yake unapata 2. Kwa hiyo miaka 400 pale 400 gawanya kwa 2 unapata 2. Wanaisha pesa. Unapata 200. 200 ukizifuta sifuri maana yake unapata 2. Ukifuta sifuri moja maana yake pale unapata 2019. Maana yake hiyo miaka 400 ya utumwa itaanza mwaka 2019. Halo. Nitaomba mtumishi wa Mungu unayeshuti, naomba utajaribu kufafanua vizuri kwenye skrini yako. Naomba jaribu kufafanua vizuri kwenye skrini yako. Sasa shetani akatumia neno la siri kodi 19 iliyozinduliwa mwaka 2019. Lakini nyuma ya 19 kuna namba 419. Hiyo namba 419 maana yake miaka 400 ya utumwa itakayoanza mwaka 2019. Walisho pesa. Kwa mwaka 2019 ndio miaka 400 ya utumwa imeanza. Lakini sasa hiyo miaka ya utumwa imeanza, shetani ametarget miaka ya utumwa iwabebe wale ambao hasa wana wa Mungu. Kwa kuna makanisa leo tayari yameshaanza kuingia katika miaka ya utumwa. Ndani ya miaka ya utumwa kuna uasherati, kuna uzinzi, kuna kila aina ya uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kila aina ya uchafu. Sasa shetani yeye ni mjinga kwa sababu hana ufahamu, amekamata fahamu za watu. Amekamata akili za watu. Sasa leo nataka nikufunulie kitu kimoja kizuri sana ambacho nataka uelewe. Na ninaomba akili yako iwe active kwa ajili ya kuelewa. Baada ya kuona sasa tunafanyaje? Na ndio maana nchi zilizosimama na Mungu hazikuweza kutikisika na COVID-19. Kwa hiyo COVID-19 maana yake ni namba maalum ambayo imekusudiwa kuja kuharibu kanisa. Ndio maana cha kwanza wakasema nyumba za ibada zifungwe. Sio kwamba makusanyiko yasiwepo, ila kilichokusudiwa ni nyumba za ibada. Kumbuka nilikwambia kile kikao cha mwaka 1999 kilichokaliwa kwa habari ya kuharibu cha kwanza nguvu ya kanisa. Kuharibu nguvu ya Yesu. Kwa waliharibu cha kwanza nguvu ya Yesu ili waipige dunia. Kwa walichofanya ili tueneze ugonjwa, tufunge makanisa. Ndio maana nchi zilizomweka Mungu ndani ndio nchi zilizokufa kuliko nchi ambazo zilizomweka Mungu hadharani. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaomba leo hii uelewe. Leo hii ufahamu ya kwamba kuna kitu Mungu anataka kukifanya katika maisha yako ambacho kitakufanya maisha yako yabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo hii nataka nikwambie kitu kimoja kwamba shetani ameandaa mpango maalum juu ya dunia. Shetani ameandaa mpango maalum juu ya kanisa. Mpango wa kwanza, amekusudia kuharibu kanisa ndani ya mwaka 2019, 2020, 21 mpaka 25. Wanataka waharibu kabisa sikukuu ya Christmas ifutwe duniani. Na atakayefuta sikukuu ya Christmas ni moja wapo ya dini na dhehebu kubwa ambalo linaazimisha hiyo sikukuu. Kwa hiyo itafutwa kabisa, haitakuwepo duniani. Kwa nini? Wataanza kumwazimisha Father Christmas. Wale ambao tutaendelea kuwepo hai, maana wengine hatuna mpango wa kufa. Mtakumbuka nabii Matajiri aliwahi kuzungumza hivi ifikapo mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wamekusudia kuharibu nguvu ya Yesu. Kwa hiyo sasa shetani alichokusudia katika mwaka 2019, 2020, 21 mpaka 25, cha kwanza amekusudia kupiga kanisa kupitia nguvu ya Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kwa hiyo mama wa makahaba ametumwa kwa ajili ya kuhakikisha anaharibu nguvu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ametumwa kuhakikisha anaharibu nguvu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza wameamua kuachilia roho za uzinzi kwenye makanisa.
Na hizo roho za uzinzi safari hii aziji kwa viongozi wa kanisa, aziji kwa vijana wa kanisa. Roho za uzinzi zimeachiwa kwa manabii, mitume, wachungaji, wainjilisti, waharimu na wengineo ambao wanajifanya wana maombi. Sasa wale wasiosimama katika kweli, cha kwanza watapigwa na wataangushwa na hiyo roho. Kwa hiyo kuna mababeli ambao ni wanaume, kuna mababeli ambao ni wanawake, wameachiwa toka kuzimu. Cha kwanza wanajua kuomba, cha pili wanajua kufunga, cha tatu wanajua kuona. Halo. Ngoja nicheke kidogo kwa sababu somo zito mpaka nasikia joto. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa shetani amekusudia kupiga kanisa kupitia roho ya Babeli. Kwa kupitia Babeli shetani ataangushwa. Shetani ataangusha makanisa mengi sana. Kwa sababu watumishi wengi wanapenda ngono. Wakiona watumishi kama sisi ambao muda mwingine unamposti mke wako, unamsifia mke wako, unamhubiria, unamsifia mke wako madhabahuni, wanakuambia tumetumwa kuhubiri injili sio kuhubiri mke. Kwa sababu gani? Wao wameamua kuwaficha wake zao nyuma ili waendelee kuibia wanawake za watu ambao wenye pesa, wawapige sadaka kwa sababu kwa njia ambayo ya kuambia kwamba mimi sijaoa ili wapate hela. Lakini mimi huwa napenda kuongea ukweli kwamba nina mke na ninampenda na ndo mwanamke wa kwanza kumtongoza na ndo wa mwisho kuoa, na sina mpango wa kuoa na sina mpango wa mwanamke mwingine. Sasa shetani amekusudia hawa watumishi ambao cha kwanza wanaopenda pesa. Mtumishi anayependa pesa ataangushwa na Babeli. Mtumishi anayependa sifa ataangushwa na Babeli. Mtumishi ambaye cha kwanza anayependa kujikweza kwamba mimi ndo nabii mkuu, ndo nabii ambaye ninayeona, ndo nabii ambaye hivi na hivi na hivi, ndiye atakayeangushwa na kanisa. Na kanisa lake litaangushwa. Kwa sababu Babeli mkuu ameandaa wasichana wanaojua kuimba, wasichana wanaojua kuomba, wasichana wanaojua kububujika mpaka kanisa linabubujika. Unasema kweli Mungu umenipa kifaa cha kazi, lakini sio kifaa cha kazi, hicho ni kifaa cha uharibifu. Sasa shetani amewafunga mahali hapo. Kwa dakika chache kwa haraka nataka nije mahali pamoja nikwambie. Tambua shetani amebadilisha mpango. Mwanzo nilisema kwamba mpango wa shetani juu ya kuangamiza kanisa la leo. Leo nataka nije na mfano mmoja ambao ni mzuri sana, ambao utakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaomba kaa karibu na channel yangu ili upate kufaidi sana. Usiache kufuatilia sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Mungu atakubariki na Mungu atakuinua. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu asikuache na Mungu asikupungukie. Ufahamu wako ufunguke. Tukutane sehemu ya pili. Na pia usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment, na pia usiache kuuliza maswali kupitia namba za simu ambazo zitaachiliwa mwisho wa kipindi hiki. Na pia nitaruhusu maswali mwisho wa kipindi hiki. Ninaomba kaa rohoni, kaa vizuri, tafuta daftari special kwa ajili ya kuandika siri za dunia na prophet ambazo nitakuja kuziachia, ambazo zitaziandika na pia zitatokea. Na kwa sababu mimi nimekusudia kuharibu mipango mibaya ya shetani na lazima iharibike. Mungu akubariki sana. Tukutane baada ya muda mchache. Hallelujah.